licha ya misimamo yote hiyo ya serikali, viongozi wote wa serikali waliokuwa wakisimamia misimamo sahihi wameufyata kimya, kuacha ndoto ya maelfu ya watoto wa kike inayeyuka kutokana na kauli ya rais peke yake. Kauli ya Rais Magufuli ndio imesababisha yote haya yaliyopita. Viongozi wote waliokuwa wanatetea haki ya mtoto wa kike kuendelea kupata elimu baada ya kupata ujauzito yamekufa kwa sababu ya kauli tu ya rais wa nchi, Mheshimiwa Rais Joseph Pombe Magufuli. Wanawake wa ACT Wazalendo tunajiuliza, hivi Magufuli inajiuliza, hivi Rais Magufuli ndiyo serikali? Tunajiuliza sana hili swali, hivi kweli Rais Magufuli ndiyo serikali? Na pia hatukuishia hapo, tunajiuliza tena, kauli yake ndiyo sheria? Kwa nini mtu mmoja aruhusiwe kuzima ndoto ya maelfu ya wasichana kupata elimu? Haya ni maswali tunajiuliza ambayo tunashindwa kupata majibu. Na tunaamini kabisa kwamba Magufuli sio serikali. Serikali ni taasisi. Haya yote, milolongo yote ilikuwa inafanya, haya ndio maamuzi ya serikali. Haiwezekani kwa kauli moja tu ya Mheshimiwa Rais akafuta ndoto ya watoto wote hawa kupata elimu, ambayo ni tatizo kubwa katika nchi yetu. Na hili tunataka pia muelewe kwamba kwa nini tunatetea elimu ya wanafunzi waliopata ujauzito. Hoja ya kuwazuia wanafunzi waliopata ujauzito haina mashiko. Ni hoja ya kisaliti inayoweza kutetewa na mtu katili pekee. Ni hoja ya kisaliti sana, ambayo kwa mtu mwenye akili timamu ambaye anajua umuhimu wa mtoto wa kike katika taifa letu hawezi kutetea hoja ya namna hii. Kwa hiyo sisi wanawake wa ACT tunasema yoyote yule anayepinga kupata elimu kwa mtoto ambaye anapata ujauzito, huyo ni msaliti wa taifa letu. Lakini leo wanaachwa wasaliti ambao wanataka kukandamiza haki ya mtoto wa kike. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo ndio anasemwa msaliti. Ni mambo ya kustaajabisha sana. Kwa hiyo sisi tunapotetea hoja hii tuna sababu za msingi ambazo zinafanya kwamba tutetee kwa nini mtoto wa kike akipata ujauzito aendelee na masomo. Kwanza, elimu ni haki ya msingi kwa mustakabali wa mtoto wa kike ambayo haiwezi kupokwa kwa sababu yoyote ile. Hiyo ni hoja ya kwanza. Ya pili, watoto wengi wanaopata mimba za utotoni kwa sababu ya malezi duni ya kifamilia na ya kijamii, kuwafukuza shule watoto hawa sio suluhisho. Na tatu, tunasema wapo watoto wanaopata mimba kwa kubakwa. Watoto hawajui hata mapenzi kabisa. Katoto kadogo kanabakwa, tena na wengine ni wazee wazima wanabaka watoto wadogo. Wanabaka mtoto wa kike anapata ujauzito. Kumhukumu mtoto kama huyu kwa kumfukuza shule, nafikiri hatuwatendei haki. Huu ni unyama. Na nne, tunasema wengi wanapata mimba kwa kuwashawishi, kwa kupata vishawishi ambavyo wameshindwa kuvishinda kutokana na umri wao mdogo na kuweza kuchanganua mambo. Ni watoto wadogo ambao hawajajua dunia, hawajajua kudanganywa. Na tuelewe wazi kwamba na wanaowadanganya ni watu wazima wenye akili timamu, wana uwezo mkubwa wa kutumia utoto wa watoto wadogo wa kike kuwarubuni. Kwa hiyo kumhukumu mtoto wa kike kwamba asiendelee na masomo baada ya kujifungua, kwanza ni kuliua taifa. Taifa bila mama halipo, bila mwanamke halipo. Tano, uzoefu unaonyesha wanafunzi wanaorudi shuleni baada ya kujifungua wamekuwa wakifanya vizuri, kwa kuwa wanakuwa tayari wameshajua kosa, wameshaelimika kwa sababu ya matatizo walioyapitia kupata ujauzito mpaka kufikia kujifungua. Kwa hiyo na hiyo imeonekana wazi, hakuna watoto wa kike ambao tena anarudia upuuzi huo baada ya kujifungua.
Kwa hiyo bado sisi tunaona umuhimu sana wa mtoto wa kike kupata elimu baada ya kujifungua, kwa sababu yale anampata wakati huo mpaka kumfikishia kukosa elimu ni mambo ambayo hayakutarajiwa. Alikuwa hana akili, alikuwa bado mdogo, udogo wake umetumika vibaya na wajanja wachache ambao wanafikiri kwamba ile ni starehe, kumbe ni kuumiza taifa. Kwa hiyo sisi wanawake wa ACT Wazalendo tunasema kwa kweli Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe amefanya jambo jema sana kusitisha huu mkopo, ili yale ipitishwe marejeo tena yale yote ambayo yalikusudiwa hapo mwanzo, ambayo Rais Magufuli ameyaua kwa siku moja tu alivyotamka yeye kwamba hayuko tayari kusomesha mtoto wa kike ambaye amejifungua. Msimamo wetu, kiongozi wetu Zitto Kabwe amefanya kazi kubwa sawa. Msimamo wetu sisi ni kwamba kwanza, kiongozi wetu Zitto Kabwe amefanya kazi kubwa ya kizalendo. Kitendo hiki hakitasahaulika katika nyoyo za wanawake wote nchi yetu ya Tanzania. Na pili, tunawakumbusha wabunge wanawake wa kuchaguliwa na wa viti maalum kutoka CCM kuwa mbali na majukumu ya kibunge walionayo, wana wajibu mkubwa kuhakikisha wanatetea maslahi ya wanawake. Kuona wabunge wanawake wakifurahia ndoto ya mtoto wa kike zikizikwa ni jambo linalosikitisha sana, na hili jambo kwa kweli lazima nilikazie sana. Wanawake wote katika bunge ambalo mimi nilishiriki kutoka 2010 mpaka 15, hili swala tulishikamana, tukatoa masuala ya itikadi pembeni kabisa. Wanawake wote tulikuwa na lugha moja. Naomba niwakumbushe hao wanawake wa Chama cha Mapinduzi ambao sasa leo wamekaa kimya wakishangilia ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wakati Zitto Kabwe akiombewa kifo. Wabunge wanatamka kuuawa kwa Zitto Kabwe ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano ambalo lina wanawake ambao wana uchungu na watoto, wanasahau yote ambayo tuliyapanga kwa maslahi ya watoto zetu wa kike. Leo wanashangilia, kupiga makofi na kumwita Zitto Kabwe ni msaliti. Ni jambo ambalo linaumiza sana. Naomba wanawake wote wenzangu wa CCM huko bungeni watakapopata hii taarifa warejeshe fikra zao kwa watoto wa kike. Waone jinsi gani watoto wetu wa kike wanavyokuwa na maisha ya ajabu baada ya kukosa elimu. Waone jinsi watoto wetu wanavyozurura mitaani na kuchezewa kama mpira wa kona na wanaume ambao hawana huruma na sisi wanawake. Wakae watafakari, wajue kwamba wanapotea. Ndani ya bunge wao ni tegemeo kubwa sana kwa wanawake ambao tupo nje ya bunge. Tunaamini wao ingekuwa ni msaada mkubwa sana kumrejesha nyuma Rais Magufuli, ili aone umuhimu wa kuendelea kuwapatia elimu watoto wa kike. Wasisimamie tu mambo ya itikadi. Itikadi bila maendeleo haina maana. Itikadi kama tutasahau majukumu yetu haina maana hata kidogo. Kwa hiyo naomba niwakumbushe viongozi wote wa bunge la Jamhuri ya Muungano, bila kujali wake kwa waume, wote tunawajibika kuwatetea watoto wa kike. Zitto Kabwe amefanya hili kwa maslahi yetu sisi wote, ili ipitiwe rejea kwanza, maana sasa hizi kauli zote zimeshauawa kwa kauli moja. Wajikumbuke kwamba wao ni wanawake, wao ni Watanzania, wao ni wanaume wa bunge ambao ni watetezi wa watu. Uzalendo katika taifa hili sio kuipigania serikali, kuilinda serikali. Uzalendo katika nchi hii ni pamoja na kuwapigania Watanzania wote kwa ujumla wake. Hili swala naomba sana jamani litiliwe umuhimu sana, kuhakikisha kwamba mtoto wa kike ni mtoto wa kila mtu, anastahili apate elimu. Na uzoefu umeonekana watoto wa kike wote walioelimika vizuri wanafanya vizuri sana hata katika maisha yao ya kawaida katika jamii. Wanajenga familia nzuri kwa sababu wanakuwa wanasimamia matatizo ambayo yatawakuta watoto baada ya kukosa elimu. Kwa hiyo naomba sana viongozi wa Chama cha Mapinduzi, wanawake wa bunge la Jamhuri ya Muungano, wanaume pia, maana hata wanaume pia walikuwa wanatetea. Nashangaa, sijui kuna mzimu gani, lakini ukweli ni kwamba
Sasa hivi wamekosa kabisa hoja. Bunge letu limebadilishwa, ni bunge limekuwa la kutetea maslahi ya serikali, sio la kutetea wananchi, sio la kusimamia matumizi halisi ya nchi. Ndio maana Zitto Kabwe ameamua kutoka nje ili aweze kusema, na bahati nzuri World Bank imekubali na imeona hasa uhalisia wa kuzuia. Kwanza hajakataza au mkopo utoke. Sasa hivi inapotoshwa sana kwenye vyombo vya habari. Zitto Kabwe amezuia mkopo, Zitto Kabwe msaliti, wanapoteza maana kabisa ya uhalisia wa barua ambayo World Bank wameiona ile ina uzito na inahalalisha inataka kuhalalisha matumizi ya hizo pesa zitakapotolewa ziweze kufanya kazi iliyokusudiwa mtoto wa kike. Sasa hizo pesa zingefanya kazi gani? Kuna uhalali gani wa kuitetea hii pesa kwa hali halisi ya nchi ilivyo sasa hivi? Kwa hiyo sisi wanawake wa ACT Wazalendo tumechukulia uzito mkubwa hoja hii kuhakikisha kwamba Benki ya Dunia isitishe ili tuweze kurejea tena, tujipange vizuri kama alivyoelezea Zitto. Ameeleza vizuri sana katika ile barua ambayo wanaipotosha kabisa maana yake. Watulize akili, waisome kwa kina, waone umaslahi yake, na wote tuwe na kauli moja kwamba pesa hizo zije wakati ambao tutakuwa tumejipanga. Wanawake wa ACT Wazalendo pia tumechukulia kwa uzito mkubwa vitisho ambavyo wabunge wanavitoa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano. UVCCM kwa kiongozi na UVCCM wamekuwa ni mstari wa mbele, na juzi mmeona wamezidi kutoa kauli kwamba Zitto anastahili kuuawa. Zitto hawezi kuuawa, na tunasema wanawake wa ACT Wazalendo kwa herufi kubwa sana, tunataka kiongozi wetu awe salama. Sasa hivi CCM hawasemi kama sio wanatania, tunajua wako serious. Kwa sababu kuna matukio mengi ambayo tumeshayaona. Hatutaki Zitto Kabwe yapotee. Hatutaki Zitto Kabwe yatekwe. Ukiacha hilo la kuuawa. Atakaye muua Zitto Kabwe ni Mwenyezi Mungu. Tunataka afe kwa kifo alichopangiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini sasa hivi Zitto Kabwe akipata hata ajali tu tutajua imepangwa, kwa sababu wanataka kumuua. Kwa hiyo tusaidiane kumlinda Zitto Kabwe. Swala la usalama wa Zitto Kabwe sio la kufanyia mchezo wala sio la kuchezewa. Ni jambo ambalo linatakiwa litiliwe mkazo unaostahili. Tunamtaka kiongozi wetu Zitto Kabwe awe salama. Awe salama salmin. Na kazi hii hata acha kwa kuogopa wala nini. Na yeye mwenyewe ameshatamka uzuri kwamba anasikia yote wanayosema na amewaambia haogopi. Na sisi wanawake wa ACT Wazalendo hatuogopi kumlinda kiongozi wetu, hatuogopi kumsemea pale wanapomuonea, hatutaogopa wala kusitisha maamuzi mazuri kama haya ya kutaka wasichana wadogo ambao wanapata ujauzito waendelee na masomo. Tutasimama naye kidete kuhakikisha kwamba anakuwa salama. Ndugu waandishi wa habari, nchi yetu kwa sasa haiko salama kabisa. UVCCM na watu wao wote wanahubiri mauaji. Na hii haijaanza leo. Hii imekuwa ni ya muda mrefu katika taifa letu. Kauli zao, ngome ya vijana, tunazichukulia kwa umakini mkubwa. Sasa ngome ya vijana hatutochukulia kauli hizi kwa maneno. Wao waanze, sisi tutajibu kwa vitendo. Mtakumbuka ndugu waandishi wa habari, tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2019 tuliwatumia ujumbe polisi kupitia ninyi kwamba polisi isipowadhibiti UVCCM waliogeuka kuwa Interahamwe, ngome ya vijana tutawadhibiti. Sasa hivi majuzi zimesikika kauli za mwenyekiti wa vijana wa UVCCM ndugu Heli James akisema kwamba wamewadekeza wapinzani na popote wanapokutana nao inabidi wauliwe, waumizwe. Hizi ni kauli za kichochezi, za kizandiki ambazo hazipaswi kutolewa kinywani mwa kiongozi ambaye amelelewa kwa misingi na maadili ya taifa letu. Sasa kauli hizo za ndugu Heli James na Kihangiso wa Iringa
sisi tunataka watekeleze, kwa sababu wao si ndio wanakutana na viongozi wetu kwenye ndege, basi wajaribu hata kuwagusa. Sisi tutajibu kwa vitendo. Hilo naomba lieleweke wazi. Lakini kauli hizi za viongozi hawa zimejadiliwa ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge letu ambalo limekuwa ni tukufu, limeheshimika kimataifa kwa nidhamu. Ndugu Spika Ndugai ameruhusu mijadala ya hovyo, mijadala ya kipuuzi. Bunge imagine linajadili ndugu Zitto Kabwe auliwe, bunge ambalo tumelijenga kwa misingi mitukufu katika taifa letu. Sasa watu wanaweza kuchukulia haya ni mambo ya mzaha. Sisi Ngome ya Vijana tunayachukulia haya ni mambo serious, ni mambo ambayo yamepangwa kimkakati, na tutajibu. Hatuto mung'unya maneno, tutajibu kwa vitendo. Vijana wa ACT Wazalendo tunajua kwamba UVCCM haipo. UVCCM wamebaki watu wachache ambao wanatoa kauli za hovyo za kuliangamiza taifa letu, zinazoweza kuleta machafuko kwa sababu tu ya matumbo yao, wala hawana mazuri ambayo wanalifikia taifa letu. Mtakumbuka kuna wakati mmoja ndugu Heli James alitoa kauli kwamba yeye kwenye begi lake anatembea na sanda, muda wowote yuko tayari kufa, na hatutakiwi kujivunia madaraka tulionayo. Kauli ile anajua aliitoa kwa sababu gani? Ni kwa sababu CCM mwenyewe ilikuwa imemfanyia mambo maovu, ndio maana akiwa Moshi akawa anajutia matendo yanayofanywa na CCM. Sasa pamoja na hayo yote ambayo bunge mmemsikia juzi ndugu katibu mkuu jana alikuwa anapaka rangi kauli za vijana wake kwamba ni kauli anamaanisha kuuawa kisiasa. Huko nyuma mmeona wapo watu walitangulia kutoa kauli kwamba Tundu Lissu auawe, na hayo mambo yalitokea. Tundu Lissu alipigwa risasi mchana kweupe nje ya viwanja vya bunge. Ngome ya Vijana hatutoruhusu upumbavu huu uendelee katika taifa letu. Tutavidhibiti kwa aina na mbinu zozote ambazo tumejipanga nazo. Ndugu Job Ndugai ni mwanasiasa mzoefu katika taifa letu. Anajua nchi yetu imeingia katika mikataba ya kimataifa ambayo ukishaingia mikataba hiyo ni lazima uitii na kuiheshimu. CCM yenyewe wanajua kwamba mtu aliyezuia mkopo wa Benki ya Dunia unaohusu elimu kwa watoto wa kike sio ndugu Zitto Kabwe. Mtu aliyezuia Benki ya Dunia isitoe pesa katika taifa letu ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Rais John Pombe Magufuli. Yeye ndiye alisema wazi kwamba katika uongozi wake hatoruhusu mtoto wa kike aliyepata ujauzito arudi shuleni. Iweje leo kauli hizi ambazo zimekiuka mikataba ya kimataifa ambayo taifa letu limeingia zionekane kwamba Zitto Kabwe ndio anashinikiza hayo yatokee? Sisi Ngome ya Vijana tunaamini leo hii kwamba ndugu John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ambaye ameenda kinyume na sera za nchi kuhusu watoto wa kike, ameenda kinyume na sera za vyama vyote vya siasa hapa nchini, ameenda kinyume na sera za CCM mwenyewe, akiruhusu kesho kwamba watoto wa kike wapatiwe elimu baada ya kujifungua. Benki ya Dunia kesho yake inatoa mkopo. Kwa tunamtaka wasitafute mchawi wa matatizo yao. Mchawi wako naye ndani mwao humo. Sasa yako mambo ambayo Ngome ya Vijana tunadhani yakifanywa kazi. Kwanza ni kuwakumbusha kauli ya Waziri wa Ulinzi na Majeshi ya Kujenga Taifa hapa nchini mwezi wa 11 akiwa huko Pemba, aliwahi kusema na nukuu kwamba wapo watu wanaodhani kuwa na majeshi makubwa na polisi wengi ndio amani inapatikana. Yeye anasema sivyo. Wanaodhani hivyo wanapotoka. Wananchi wenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio wamehakikisha amani na ulinzi wa nchi yetu unakuwa salama hadi sasa. Kwa nawakumbusha wakae makini kuikumbuka kauli hiyo. Sasa
ipo misimamo ambayo tumeitoa, na kwa kila mtu tunaitamka wazi wazi na aisikie. Ngome ya Vijana tumejiandaa kumuhami kiongozi wetu Zitto Kabwe. Tutamlinda masaa yote, na tunawataka vijana hao wa UVCCM na CCM mwenyewe wajaribu. Tumechoka maneno, wajaribu. Sisi tutawajibu kwa vitendo, sio mzaa tena. Tunavitaka vyombo vya ulinzi na usalama, narudia tena, tunavitaka vyombo vya ulinzi na usalama hapa nchini kuto kufumbia macho masuala yote yanayohatarisha ulinzi na usalama wa taifa letu. Wasikae kimya, wachukue hatua. Ingekuwa leo ni vyama vya upinzani vimetamka maneno yale, vimetamka kwamba kiongozi fulani wa chama fulani auliwe, leo hii tungekuwa hatuko kwenye mjadala huu. Vijana hao wangekuwa nyuma ya vyombo vya ulinzi na usalama wakisulubiwa na kuadabishwa. Kwa nini leo polisi wamekaa kimya, hawachukui hatua kwa vijana hao ambao wametoa kauli za kipuuzi na za kipumbavu ambazo zinahatarisha amani na mshikamano wa taifa letu? Mwisho, tunamtaka msajili wa vyama vya siasa hapa nchini aheshimu na kufuata sheria za vyama vya siasa. Msajili wa vyama vya siasa ni lazima, kwa hili ambalo CCM wanafanya la kuanzia miaka yote wanatangaza mauaji, kuua, sheria inamtaka akifute Chama cha Mapinduzi. Kwa tunategemea msajili wa vyama vya siasa hata fumbia macho mambo haya, atachukua hatua haraka sana za kinidhamu kwa Chama cha Mapinduzi, na sisi tunamshauri mapema kabisa akifute Chama cha Mapinduzi ili kiondoe kuhatarisha amani na usalama wa taifa letu. Vijana tumejipanga kila kona ya nchi hii, CCM watakapothubutu kuonesha ishara zozote za kumdhuru kiongozi wetu ndugu Zitto Kabwe, sisi tutachukua hatua ya matendo immediately bila kuchelewa.